Mwanzoni ilikuwa kama masihara tu, kama utani tu, kama ni sehemu ya tetesi tu kwamba Shashaman Peter Shalulile, mchezaji wa kimataifa wa Namibia ambaye hivi karibuni ametoka kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns, kwamba anakwenda kujiunga Yanga kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027 na misimu mingineyo, kwa nia ya kuwa sehemu ya kikosi cha kocha Mang'oba Mng'iti ili kufanikisha mipango ya wananchi. Taji la ligi kuu Tanzania bara kwenda kulitoa kwa mara ya 6 mfululizo, kulirejesha taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo katika msimu uliomalizika limetwaliwa na watani zao wa jadi Yanga ambao ni Simba, ndio walolitoa baada ya Yanga kulitoa kwa misimu 4 mfululizo. Lakini pia kombe la Muungano, na kubwa zaidi kufika mbali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hasa kwa kuzingatia kwamba Peter Shalulile ni mzoefu wa michuano hiyo na kwamba ni msimu huu tu uliomalizika ametoka kulitoa taji hilo akiwa na Mamelodi Sundowns. Lakini tetesi hizo zikaelekea kuwa ukweli baada ya Yanga kuthibitisha kwamba wamemaliza kuingia dili na Peter Shalulile na kwamba atakuwa sehemu ya kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao. Lakini ikawa itoshi, story zenye shaka ndani yake zikaendelea kwamba pengine ni mbinu za Yanga kutaka kuarusha roho watani zao wa jadi Simba, ingawa Peter Shalulile mwenyewe alishakiri na kueleza kwamba amekubaliana na Yanga na anajiunga nao, lakini bado wengine walikuwa kitilia shaka kwa sababu tu hawakumuona ametua nchini na kutambulishwa katika klabu ya Yanga kama walivyo wachezaji wengine ambao wameshatambulishwa. Lakini hatimaye leo hii Shashaman amewasili katika mitaa ya Twiga na Jangwani kwenye makao makuu ya klabu ya Yanga na kuzungumza na wananchi, akithibitisha juu ya kutoa kwake Yanga na kwamba yeye ni sehemu ya kikosi cha wananchi kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027. Na kubwa zaidi alichozungumza kwa ufupi ni kutaka ushirikiano kutoka kwa kila mmoja ili mwisho wa siku kutimiza mipango ya Yanga kwa msimu ujao 2026-2027, ambayo kwa muhtasari rais wa Yanga Engineer Hersi Said alieleza kwamba wangali na matumaini makubwa kwa Peter Shalulile, uwezo wake, uzoefu wake kuisaidia Yanga kutimiza mipango yake kwa msimu ujao, hususan katika michuano ya kimataifa. Jambo ambalo pia Peter Shalulile alisema inawezekana, lakini kwa sharti moja tu, ushirikiano uwanjani, ushirikiano nje ya uwanja, kwa maana kwamba wapenzi, mashabiki, wanachama wa Yanga wanapaswa kuwa kitu kimoja ili kufanikisha mipango mikubwa ya Yanga. Lakini kubwa zaidi alieleza kilichomvuta kutua Yanga, kwa sababu alikiri kwamba baada ya kumalizana na Mamelodi Sundowns ofa zilikuwa nyingi haswa klabu mbalimbali zilikuwa zikimhitaji, lakini kwenye uamuzi wake akaamua kuichagua Yanga kwa sababu moja kubwa. Kwanza ni miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika, lakini pili ambalo aliligusia ni juu ya harakati zilizofanywa na viongozi wa Yanga, hususan rais wao Engineer Hersi Said siku kadhaa nyuma, akiwa anazungumza naye akieleza dhamira ya kumtaka atue kwenye klabu yao, jambo ambalo mwisho wa siku limechangia kwa yeye kufanya maamuzi ya kujiunga na Yanga na sio timu nyingine miongoni mwa timu nyingi zilizomhitaji zikiwemo nyingine za nje ya bara la Afrika. Na inafahamika, ingawa yeye Shalulile hakuzitaja, baadhi ya timu zilizokuwa zikimhitaji ni pamoja na Pyramids ambayo hivi sasa ingali kufundishwa na kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns aliyewahi kufanya kazi na Peter Shalulile, huyu ni Rulani Mukwena. Lakini nyingine zilizokuwa zikimhitaji mbali na Pyramids ni pamoja na Esperance de Tunis na klabu nyingine mbalimbali barani Afrika na nyingine nje ya Afrika, hususan kule nchini Saudi Arabia. Lakini mwisho wa siku ametua Tanzania. Sasa Peter Shalulile anaungana na kocha wake wa zamani, hapa tunazungumza Mang'oba Mng'iti, lakini vile vile ndani ya Yanga anakwenda kuungana na nyota kadhaa wenye kipaji ndani ya Yanga, wakiwamo akina Sheikh Ibrahima Toure, akiwamo kina Maxim Piezengeli, Peudo Paco Mzuzwa, Mudathia Abbas, akina Alan Okelo na wengine katika kuhakikisha Yanga inatimiza mipango yao. Peter Shalulile hatimaye ametua nchini na ameshuhudiwa live, na sasa hakuna shaka yoyote kwamba yeye ni miongoni mwa nyota wa Yanga kwa ajili ya msimu ujao. Cha kujiuliza tu ni kwamba je, Yanga sasa ina Shalulile, lakini kwenye eneo lao la ushambuliaji na kiungo cha ushambuliaji wangali na Ibrahima Toure, mchezaji wa kimataifa kutoka Ufaransa mwenye asili ya Senegal, lakini wana Hussein Zakwani, winga, kiungo ushambuliaji kutokea pembeni wa
taifa la Komoro, wa visiwa vya Komoro, ambaye ni mzaliwa wa Ufaransa, lakini vile vile wana nyota wengine mbalimbali akiwamo kiungo alimtambulisha hivi karibuni. Huyu ni Ngoma ambaye naye ametoka katika klabu ya Olympic di Safi katika kuhakikisha Yanga inakuwa na wachezaji wa kutosha karibu katika kila nafasi kuhakikisha inatimiza mipango yake kwa msimu ujao. Hakika kazi itakuwa nzito kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali watakayoshiriki. Peter Shalulile, ujio wake nchini, mbali na kwamba unaifanya Yanga iwe na nguvu kubwa ya kimasoko kutokana na ujio wake, lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu yeye amekuwa gumzo na alikuwa akisubiriwa kwa hamu anakwenda kujiunga na timu gani baada ya kuitumikia Mamelodi Sundowns kwa misimu 6, kutoa mataji 5 ya ligi kuu Afrika Kusini, kutoa taji la FA kule Afrika Kusini inaitwa Nedbank, kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, kutoa mataji mbalimbali, lakini pia kuwahi kuwa top scorer wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-2023, kuwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Ndiye anayeshikilia rekodi kwa mchezaji aliyefunga mabao mengi kuliko mchezaji yote katika historia ya ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa na mabao 130. Ana rekodi ya kuwa ndiye mfungaji bora katika michuano ya FA ya Afrika Kusini maarufu kama Nedbank akiwa na mabao 14. Ndiye mwenye mabao hayo mengi kuliko mchezaji yote kwenye michuano hiyo. Ni mchezaji nyota wa timu ya taifa ya Namibia. Ana mataji mengi, ana rekodi nyingi. Sasa yungali kwa Yanga. Je, ataendelea kuonyesha yale makali yake ili kuhakikisha Yanga anatimiza malengo yake? Na je, Peter Shalulile atamuongezea vipi wakati mgumu kocha Mang'oba Mngiti katika mpangaji wa kikosi kwa kuonyesha kiwango bora akiwa na wachezaji wenzake kama Toure anayetoka katika Championship ligi ya kule nchini Saudi Arabia na wengineo ndani ya Yanga? Bila shaka Yanga wameimarika zaidi. Ni wakati sasa wa kusubiri msimu uanze ili kumuona Peter Shalulile ana kitu gani katika kuhakikisha Yanga inatimiza mipango yake. Umri wake ni miaka 32. Huwa anafunga kwa kichwa sana, kwa miguu yote miwili. Ni wakati sasa wa kusubiri msimu uanze ili kumuona Peter Shalulile ana kitu gani katika kuhakikisha Yanga inatimiza mipango yake. Umri wake ni miaka 32. Huwa anafunga kwa kichwa sana, kwa miguu yote. Mfumo wa Yanga baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja anaweza kutumika kama mshambuliaji kinara. Lakini pia kwenye mfumo ambao kocha Mang'oba Mngiti pia huwa anatumia wa kuwa na mabeki 3, anakuwa na viungo 4, halafu anakuwa na kiungo mmoja mbele wa washambuliaji 2, anaweza kucheza na kina Ibrahima Toure, kina Clement Mzize Walid na kadhalika. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.